Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kwa majina naitwa Musa Soa au Dr. Musa. Mimi ni dokta naitibu kupitia mitishamba pamoja na dua. Leo nakuletea elimu uweze kufahamu matumizi ya herufi 28 za abjad. Herufi hizi ni alfabeti za lugha ya Kiarabu. Zipo tofauti na herufi alfabeti za lugha ya Kiswahili ambazo ni 24, na ziko na utofauti na alfabeti za herufi ya lugha ya Kiingereza ambazo ni 26. Herufi 28 za abjad zimegawanyika katika pande kuu 4. Katika kila pande moja zimegawanyika herufi 7. Pande kuu ya kwanza ya herufi ya abjad ipo katika asili ya moto, na pande kuu ya pili ipo katika asili ya udongo, na pande kuu ya tatu ipo katika asili ya upepo, na pande kuu ya 4 ipo katika asili ya maji. Kama ambavyo sisi binadamu wote duniani tunaongozwa na asili 4 tu. Asili ya kwanza ni moto, na asili ya pili ni udongo, na asili ya tatu ni upepo, na asili ya 4 ni maji. Je, ni herufi gani ambayo nayokuletea hapa? Kama ni mara ya kwanza kuungana nami, naomba usubscribe channel yangu na ubonyeze alama ya kengele ili uwe kwanza kupata taarifa na tiba ambazo nitakuwa nazitoa. Leo nakuletea elimu uweze kufahamu maajabu na siri nzito ya herufi swad. Kwa yule mtu anayehitaji kumhamisha adui yake katika mazingira na aende pahala pengine mbali, atokomee kabisa, ampige kiatu, tafuta karatasi nyeupe, kisha tumia dhafarani pamoja na miski, iandike herufi hii ya swad mara 100. Kisha wakati unaiandika uwe unasoma utajo huu: ya kafi ya ghaniu, ya kafi ya ghaniu, ya kafi ya ghaniu. Alafu kisha soma ya matin ya muhaimin, ya matin ya muhaimin, ya qawi ya mumiti, ya qawi ya mumiti, ya qawi ya mumiti. Utakuwa unarudia hivyo hivyo hizo tajo mpaka utakapokuwa umemaliza kuandika mara 100. Sawa? Kisha tarasimu hiyo nenda kailoweke katika maji. Baada ya hapo nenda kamwage pahala ambako nitaji adui ahame. Kama yule adui unaishi naye nyumba moja, basi wakati unamwaga unamnuia fulani bin fulani nitaji hapa uhame, na ukiondoka usikumbuke kurudi tena, kaanzisha maisha sehemu nyingine. Basi hakika kwa idhini yake Allah Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na kama kweli unahakikisha yule ni adui yako, basi ukifanya hivyo ni haraka sana atahama yule adui. Ukihitaji kuzima moto katika nyumba yako au gari yako inaungua moto au nyumba, kwa idhini yake Allah Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ukitumia hiyo tarasimu ya kumhamisha adui kama nilivyokuelekeza namna ya kuitengeneza na kuiombea, basi hakika yale maji yake ukiyamwagia katika nyumba inayowaka moto au gari, basi ule moto utazimika kwa idhini yake Allah Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na ukihitaji kuitakasa nafsi yako, yani moyo wako uwe na amani zaidi, na kuwatukuza marohani wako na kuwapa nguvu zaidi na zaidi, yale majini yako mahudam yawe na nguvu kwa wale watu wenye marohani, iandike herufi hii ya swad mara 95 kupitia miski pamoja na dhafarani. Tumia kunywa. Hakika kwa idhini yake Allah Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, basi yale marohani yako yatakuwa ni yenye nguvu
na nafsi yako itakuwa ni yenye amani na utaitakasa. Ukihitaji kuitakasa nafsi, yani moyo wako tayari uko na makunyanzi, kuna vitu vingi sana vinakuumiza, unahitaji kuitengeneza amani ya moyo, au unahitaji kuwapa nguvu roho, au unahitaji kuwapa nguvu majini, mahudam, maruhani waliopo katika kichwa chako, kama mtu ambaye anakuwa na maruhani. Unachotakiwa kukifanya, tafuta karatasi nyeupe, tumia miski pamoja na dhafaran. Utaandika herufi hii ya Swad mara 95, na wakati unaandika utaisomea mara 1000 kupitia utaji huu: ya Kahiru ya Karim, ya Kahiru ya Karim, mara 1000. Hakika ukitumia kukoga pamoja na kunywa, basi utaitakasa roho yako na utawapa nguvu maruhani wako, na mahudamu wako watakuwa ni wenye nguvu, na kama walifungwa basi watakuwa ni wenye kufunguka. Na vile vile kwa wale watu ambao hawapatani, wanagombana mara kwa mara, unahitaji kuwapatanisha watu, aidha mke na mume hawaelewani, pia ukiwapatia kombe hilo wakanywa, basi hakika wataelewana, watapatana na watapendana zaidi na zaidi, wakitumia kunywa na kukoga. Hata maadui ambao hawaelewani, basi ukiwapa kombe hilo la Swad kisha ukasomea mara 1000 ya Kahiru ya Karim, basi hakika wale maadui watapatana. Haya ni maajabu ya herufi ya Swad. Na kombe hili la herufi ya Swad, kama nilivyokuelekeza, ukitumia kukoga, basi hakika utaitakasa roho, lakini ukoge sehemu yenye tahara, sio yenye najis. Na ukitumia kujimwagia pia, iwe ni sehemu safi, basi hakika utafanikiwa kile ambacho nilichokuelekeza. Na ukihitaji kuondosha sihiri, uchawi, na unahitaji kuondosha mapepo machafu katika mwili wako, basi tumia pia kunywa hilo kombe nilokuelekeza. Hakika kwa idhini yake Allah Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ule uchawi utakuwa ni wenye kuangamia. Haya ni maajabu na siri nzito ya herufi Swad. Kwa yule mtu anayesumbuka na maradhi ya kupoteza kumbukumbu, au anasumbuka na maradhi ya ukichaa, tumia pia kombe hilo kunywa kutwa mara 3. Hakika kwa idhini yake Allah Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ukinywa kombe hilo ambalo umetayarisha na miski pamoja na dhafaran, kwa idhini yake Allah yule kichaa atapona. Ukitumia kunywa kwa kutwa mara 3 kwa siku 30, basi ukichaa wake utakuwa ni wenye kuisha. Na pia kwa yule mtu ambaye tayari pia na maradhi ya kupoteza kumbukumbu, na yale maradhi pia atakuwa ni yenye kutoweka. Na ukihitaji kuwafarakanisha maadui zako, kama unawafahamu au wafahamu, andika herufi hii ya Swad katika karatasi nyeupe, kisha nenda kaweke katika masahafu. Tia nia: maadui zangu ni wafahamu na nisiwafahamu, wa kusini, wa kaskazini, mashariki na magharibi, nahitaji wafarakane. Basi hakika ndivyo utakavyokuwa. Haya ni maajabu ya herufi Swad. Kwa yule mtu anahitaji kutekelezewa haja zake na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, iandike herufi hii ya Swad mara 111, kisha tafuta karatasi nyeupe uziandike ziwe 2. Nenda moja kaiweka katika mti wa mkomamanga, nyingine nenda kaweke pale unapoishi katika upande wa kibla. Kisha wakati unaandika, hakikisha uwe unasomea utaji huu: ya mudhiru ya nuru, ya mudhiru ya nuru. Isomee mara 1000. Hakika kwa idhini yake Allah Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Allah atakukidhia haja zako. Kama ulikuwa unasumbuka na dhiki, unasumbuka na mitihani, basi ile mitihani itakuwa yenye kutoweka. Na kama kuna jambo ulikuwa unamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akusaidie ufanikiwe, basi litafanikiwa. Na pia kama unahitaji kuwa mtu mwenye mvuto wa kupendwa, kuheshimika, ufungukiwe riziki zako, basi hakika zitakuwa zenye kufunguka. Na kwa yule mtu anahitaji kusafiri salama katika safari yake isiwe na vikwazo, asome herufi hii ya Swad mara 99.
9. Hakika kwa idhini yake Allah Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, safari yake itakuwa yenye usalama na itakuwa haina kikwazo cha aina yoyote. Haya ni maajabu ya herufi Swad. Ukisomea herufi Swad mara 95, ukasomea chakula ukawa unampa mgonjwa mwenye ukichaa, basi hakika ukifanya huu mwendelezo kwa muda wa mwezi mzima, yule atapona ukichaa kwa uwezo wake Allah Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kama unavyoona hapa Daktari Musa ofisini kwangu, kuna kila aina za dawa mbalimbali. Kama unasumbuka na changamoto za mitihani ya kichawi na mitihani ya kishetwani, unahitaji dawa ya kuvunja maagano ya kichawi na ya kishetwani, uwe mtu wa mafanikio, umekuwa ni mtu mwenye kupambana sana katika maisha, unakuwa sio mtu mwenye kufanikiwa, unahitaji dawa za kuvunja hayo maagano, basi kwa Dr. Musa zipo. Na kama unahitaji dawa za mivuto ya biashara, upo na mitihani katika biashara unayoifanya, unahitaji cheo kupitia kazi unayoifanya, unahitaji madaraka, Dr. Musa na kila aina za dawa mbalimbali hapa, na dawa za mivuto ya mapenzi na dawa za maradhi mbalimbali. Kama unahitaji pete ya bahati, pete zenye madini original zenye kuendana na ufalme wa nyota yako, na pia kama utahitaji pete za majini, pete za kukupa kibali cha kupendwa na kusikilizwa, pete zilizofanywa kafara za viumbe mbalimbali. Na je, unahitaji kumiliki mamilioni ya fedha kama unavyoona Daktari Musa anavyomiliki mamilioni ya fedha? Kama unahitaji kumiliki mamilioni ya fedha, ukajenge nyumba kama hauna nyumba, na kama unahitaji kumiliki fedha ukanunue gari kama una ndoto ya kumiliki gari. Wewe ni kijana, ukipita mtaani utasema ya kijana kapita, au baba kapita, au mdada kapita. Dr. Musa daktari, Dr. Musa daktari, Dr. Musa daktari, Na je, unahitaji kujifunza elimu mbalimbali za kiroho ukiwa nje ya nchi kwa tiba pamoja na dua? Unahitaji kuwasiliana na mimi Daktari Musa? Usisite kubonyeza alama ya jumlisha 255784120592. Na kama ni mara ya kwanza kuungana nami, usisite kubonyeza neno jekundu lililoandikwa subscribe na ubonyeze alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata taarifa na tiba ambazo nitakuwa nazitoa. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.